الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وطبيبنا وشفيعنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. يقول الله سبحانه وتعالى: فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون صدق الله العلي العظيم. Leo tuko na aya ya 54 ambayo yatusafirisha sisi kututia katika marhala, stage nyingine katika stage za siku ya kiyama. Darasa lililopita tulikuwa na mazungumzo ya kufufuliwa baada ya kufa. Nena kuna ukee wa kufa au panda ya kufa watu wote na kuangamia ulimwengu. Kisha kuna ukee na panda ya kufufuliwa kila kitu, ambao Mwenyezi Mungu alimaliza akituambia in kanat illa sayhatan wahida fa idahum jami'un ladaina muhdharun. Baada ya kufufuliwa huingia katika masala ya hisabu. Tuingia kwenye koti, na nafikiri katika stage za siku za kiyama kila kipindi ni kigumu, lakini hakuna kipindi kigumu kama hiki. Baada ya kipindi, Mungu atulinde asitujalie cha kuingia motoni. Katika uwanda huu wa hisabu ni mingi yanayotaka kuelezwa. Idadi ya watu ilivyokubwa, vipi kutahisabiwa? Je, atakaye kuhisabu ni yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Na yeye mwenyewe ameisifu katika Qur'ani akinena wa huwa sari'ul hisab, ni mpesi wa kuhisabu, ni kitu kifupi. Au ni malaika? Hili ni swali. Kisha ni nidhamu gani itakayokufuatwa ya kuhisabu? Qur'ani imezungumza masala ya mizani. Mizani ni zipi? Na ikiwa ni mizani ndio itapimiwa amali, ni kipimo gani? Kwa sababu kuna mizani sampuli nyingi, au kuna zipimo nyingi zingi. Ni kwa kilo? Ni vipi? Kuna masala ya ushahidi, ni koti kamili hii hapa. Haya yote suratu Yasin katika sehemu yake hii ya kuzungumza kiyama haikuingia kwa tafsiri. Kama sisi hatuko kwenye tafsiri maudhui. Na kusudia tafsiri maudhui ni wakati tukitaka kukieleza kitu tuzikusanye aya zote zinazozungumza kiyama, lakini sisi tufasiri kilichozungumzwa na nini na suratu Yasin. Imedokeza baadhi ya mambo, itagusia mwisho sehemu katika sehemu ya hisabu kuhusu mashahidi. Lakini hapa aya yatambia falyauma imeanza hapa. Sasa fufuliwa, watu wamekusanywa kwenye uwanda, uko sampuli gani hatujui. Mwenyezi Mungu atuambia falyauma, siku hiyo, la tudlamu nafsun shay'a, haitodhulumiwa nafsi yoyote kitu chochote. Falyauma la tudlamu nafsun shay'a wala tujzauna, wala hamutolipwa illa ma kuntum ta'malun, isipokuwa yale mlokuwa mkiyafanya ndiyo yatakuwa malipo yenu. Aya hii ndio imeanza na maukifu ya hisabu, kisha haikuzungumza kitu kingine, imeruka kwenye marhala nyingine. Sasa inna ashabal jannati al-yawma fi shughlin fakihun, ambao hii sasa ni stage ya mwisho ya akhira katika hisabu. Ni aya hii moja tu kwenye suratu Yasin imezungumza malaika, ikitwambia falyauma, siku hiyo,
katika huo uwanda kutakuwa na mahakama ya uadilifu kabisa. Mwenyezi Mungu anatuambia falyauma la tudhlamu nafsun shay'a, hakuna nafsi itadhulumiwa kitu chochote. Kisha kipande cha pili kimekuwa wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Hakina tofauti na cha kwanza, ni maneno tu, ibaratuna shatta wa husnuka wahid. Lugha zetu ni tofauti lakini uzuri wako ni mmoja. Hizi zipande ziwili zote zaekeza kwenye uadilifu, lakini kipande cha kwanza chatuambia siku hiyo hakutodhulumiwa mtu yoyote kitu chochote, kwa sababu zimekuja kwa nakira, nafsun, nafsi yoyote, shay'an, kitu chochote, wala hamutolipwa isipokuwa yale mliokuwa mkiyafanya. Hakuna kuongezewa, hakuna kupunguziwa. Kwa lugha nyingine ndio huo uadilifu. Hii aya moja zaeleza kitu kimoja, nao ni kuhusu uadilifu wakati wa kuhesabiwa. Lakini kama Qur'ani, kama mazungumzo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye kwamba ni hakim, hakuna kitu cha zaidi kitakachokuwa kisokuwa na maana mengine. Hakuna kukaririwa kusokuwa na faida. Kwa nini kukariri? Kukaririwa ni kwamba kipande cha kwanza chaeleza fikra, falyauma la tudhlamu nafsun shay'a, kwamba siku ya kiyama iko fikra hii muifahamu, uko msingi huu muufahamu, kwamba hakuna nafsi yoyote itakao kudhulumiwa kitu chochote. Kipande cha pili chaifafanua fikra na kuitilia dalili, wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun, wala hamutolipwa nyinyi. Kwa nini hakuna dhulma? Utauliza, kwa nini siku hiyo? Tuna ushuhuda gani? Tuna dalili gani tuitegemea kwamba hakutakuwa na dhulma? Mwenyezi Mungu akwambia hamutolipwa isipokuwa yale mlioyafanya. Kila mtu amefungiwa parcel yake. Kile ulichokifanya ndicho kitakachokuwa malipo yako. Kwa hivyo ni kama sisi tuishi kwenye mui, twatuma bidhaa, tukisikilia kwenye ule mui mwingine, hakuna atakayekuingilia. Boksi lako limefungwa vile vile uliolifunga hapa, ukenda utafungua kiliomo kile ulichokitia. Ikiwa kujilaumu, ujilaumu mwenyewe. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu akwambia si yeye atakupangia malipo. Malipo ni yale ulioyafanya ukayapeka. Yale waltandur nafsun ma qaddamat lighad, nafsi iangalie ni nini unachokipeka kesho, kwa sababu ulichokipeka utakwenda kukichukua. Na hakuna uadilifu kama kila mtu kwenda kuchukua kile chake alichokipeka, kuna kumlaumu. Kwa hivyo hiki kipande cha pili ni dalili na ufafanuzi zaidi wa kipande cha kwanza. Kipande cha kwanza chazungumza fikra msingi kwamba siku ya kiyama mahakama itaendeshwa uadilifu. Kipande cha kwanza. Kipande cha pili, kwa nini kuwa na uadilifu, ni dalili gani? Ni kwamba kila utakachokipata ndicho chako. Kwa mujibu wa tafsiri hii, hatutozikubali zile tafsiri nyingine, lakini baadhi ya mufassirina wamejaribu kuzifafanua hizi vipande viwili, wakinena falyauma la tudhlamu nafsun shay'an. Hiki kipande cha kwanza chazungumza na Waislamu kwamba mkiwa mlifanya mema kila mtu atalipwa kwa wema wake. Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun chazungumza na makafiri kwamba na nyinyi mliolipwa yale mlioyafanya. Hakuna mujibu wa tafsiri hii, hakuna kufafanuliwa. Vipande zote viwili zazungumza na binadamu wote, na kipande cha kwanza cha asisi fikra, kipande cha pili cha iwadih fikra, yani cha ifafanua fikra na kuitolea dalili. Na maneno yangu yatafafanulika zaidi mbele ni kwa nini hii ile ni dalili na yapita mbio mbio. Pili, hii aya ni taswir ya siku ambayo haiyaya. Kwa hivyo haina haja
haja kama walivyofanya baadhi ya mufassirin kumtafuta nani anayeambiwa kama wakia wala tujizauna wala hamtolipwa. Mungu awaambia nani? Mufassirina wameingia kwenye zita hapa. Wengine unena kuambia waumini, wengine waambia makafiri, anenao nani? Wengine unena ni Mungu, wengine makafiri. Hakuna masala ya kuambiano hayaya hiyo siku. Mpaka tuzengee alionena na aliyeambiwa. Hii ni lugha ameitupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya kutufahamisha kwamba siku ya kiyama kuna uadilifu, na hayasilia siku kama hiyo. Uadilifu ni kila mtu atalipwa kile alichokifanya. Man amila salihan falinafsi wa man asaa fa alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lilabid. Mwenye kutenda wema ajitendea nafsi yake, na mwenye kutenda uovu ajitendea nafsi yake, na Mungu hamdhulumu mtu. Hii ndio fikra inayozungumzwa na hii aya. Uadilifu. Uadilifu ni kila kitu kukiweka mahala pake. Uadilifu ni kila mtu kumlipa kwa amali yake. Siku ya kiyama kutakuwa na uadilifu. Lakini uadilifu haupingani na wema. Kuna kadhia mbili tunataka tuzitofautishe, ambao baadhi ya mufassirina wameanguka pia katika kuifahamu hii aya. Wakati wewe kama mwalimu wa skuli au mwalimu wa madrasa au mashindano yoyote utakao kuyafanya, ukaweka mtihani, ukanena mwenye kupata nitampa zawadi kadhaa shilingi 1000, umetoa mtihani kwa wanafunzi wako, atakaye kupata nitampa 1000, atakaye kufeli tamwadhibu, atafagia. Uadilifu ni ule anayepata umpe shilingi 1000, na ule aliyefeli umpe kazi ya kufagia, bila ya kupunguza upande wa kwanza wala kuongeza upande wa pili. Kwa maana aliyefaulu usimpe chini ya 1000, na aliyefeli usimpe adhabu zaidi ya uliotoa. Huo ndio uadilifu. Kila kitu kiweke mahala pake. Lakini uadilifu haukupingi kutoa zaidi ya 1000. Hapa ndio nataka tufahamike. Uadilifu haukupingi kwamba wewe umeahidi 1000 lakini baada ya mtihani ukatoa 1500. Inaitwa tafadhul. Na uadilifu haukupingi baada ya kufeli kumsamehe, usimpe adhabu. Haijagongana na uadilifu. Kwa msingi huu, na hizi vitu ziko wazi, sidhani kama zataka kufafanuliwa zaidi ya hapa. Ni makosa wale watu walikuja kufasiri kwamba wala tujizauna illa ma kuntum ta'malun. Tukitaka kuingia kwenye lugha kidogo, sitaki kuingia kwenye namna hii, tuifahamu fikra. Hii fikra itukuzie hasri. Kuna nafi, kuna na nini, na istithna. Hamutolipwa isipokuwa mlichokifanya. Kwa hivyo hakuna ziada, hakuna kupunguzwa. Sasa hii aya baadhi ya wanazuoni wamekuwa kuiona yagongana na zile aya nyingine kwamba mwenye kufanya wema mmoja atalipwa mara ngapi? Mara 10. Yagongana na aya za toba kwamba mtu aweza kufanya madhambi na akafanya nini? Akatubiwa. Yagongana na aya za shafaa kwamba mtu aweza kuwa ni wa kuingia motoni akapata shafaa asiingie motoni. Na Mungu amenena hamutolipwa isipokuwa kile mlichokifanya. La, haigongani aya. Kwa sababu hii aya yazungumza maudhui mbali. Aya yazungumza uadilifu. Uadilifu ni aliyofanya umlipe vile ulivyomwahidi, na aliyekosa umwadhibu vile ulivyomwahidi, bila ya kuongeza upande wa kukosa kuongeza adhabu, wala kupunguza zawadi upande wa nini, wa kufaulu. Lakini uadilifu haukupingi kuongeza kwa upande wa zawadi, na haukupingi kupunguza kwa upande wa nini, wa adhabu. Kwa hivyo ni vitu hazipingani, na ndio utakuta Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nena lahum ma yashauna fiha waladaina mazid. Wao peponi wana kile wanachokitaka, yale tulowaahidi, ukifanya kadhaa utapata kadhaa, utapoa. Lakini si hizo tu, Mwenyezi Mungu akwambia waladaina mazid, sisi tuna ziada. Sasa ziada ni zawadi, si istihqaq. Hujastahiki kupoa, lakini ni minna
na zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni tafsiri ya hii aya kwa ufupi inayotwambia al-yawma la tudlamu nafsun shay'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Leo au siku hiyo hakuna nafsi yoyote itadhulumiwa kitu chochote wala hamtolipwa isipokuwa yale mlioyafanya. Hii ndio aya. Tukitaka kwenda ndani zaidi kuifasiri hii aya, hii aya yaashiria nukta tatu muhimu katika fikra za Muislamu, na napenda tutulie kiasi fulani kuzisikiza hizi nukta. Nukta ya kwanza ambayo aya yazungumza ni masala ya uadilifu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambayo ni sifa muhimu katika sifa za Mwenyezi Mungu. Nukta ya pili, aya yazungumzia masala ya amali kuvaa nguo ya mwili kama wanavyoeleza wao. Takuya kuyabaini haya mambo. Nukta ya tatu, aya yajibu suala muhimu au ishkali muhimu inaogonga uadilifu wa Mwenyezi Mungu, ambao madhumuni yake fupi, kisha nitakuja kuisherehea kwa urefu, ni kwamba kila mwenye akili akubali kwamba malipo ya mateso ni lazima yalingane na dhambi. Mtu akifanya dhambi, malipo ni lazima yawe ni kwa kadiri ya lile dhambi. Yakiwa ni zaidi ya dhambi, huwa si uadilifu. Sasa na swala hili huja likaekelea siku ya akhira. Adhabu zilizoko akhira zote ni zaidi ya madhambi, kwa sababu haiwezekani mtu awe amefanya madhambi kwa dakika 5, amenena urongo, amejepa shilingi 10, shilingi 100, amezini kwa kipindi cha saa moja, awe atakwenda kuketi motoni milele kwa kosa dogo. Ukiangalia adhabu tunazungumzwa na Qur'ani ya motoni, si namna iliyo kubwa. Kila aina ya adhabu Mwenyezi Mungu amewapangia watu wa motoni. Kwa hivyo kuna swali kwamba vipi utakuwa uadilifu wa Mwenyezi Mungu hapa? Hii ndio nukta ya tatu. Lakini tukianza na nukta ya kwanza ambayo ndio msingi, haya yote yazaliwa na nukta ya kwanza, ni masala ya uadilifu, ambao katika hisabu watu kuhesabiwa yote mengine si muhimu kama hili. Na ndio utakuta Suratu Yasin katika masala ya hisabu imetupa tabia hii pekee yake kwa hii aya moja, al-yawma la tudlamu nafsun shay'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Sifa ya uadilifu ni sifa ambayo ina mzozo mkubwa kwa Waislamu, kwa kadiri ambao kwamba imewagawanya Waislamu mapote mawili, mpaka kukawa ina linalotumiwa, kuna watu wamkuliwa adiliya, kuna na watu wamkuliwa ni ghair adiliya. Kuna wale wanaokubali kwamba ni lazima Mungu awe mwadilifu, kuna na wale ambao kwamba wasema hatuwezi kumlazimisha Mungu kuwa mwadilifu, Mungu hufanya atakalo. Kiasi hiki kukaweza kupatikana madhehebu grupu mbili. Kwa kadiri sifa hii moja ambayo Mungu ana sifa nyingi ilivyo muhimu katika visomo za akaidi za Kiislamu, imekuja kuwekwa katika usuluddin kwa baadhi ya madhehebu, ambayo ilikuwa kama sifa nyingine haina haja iwekwe katika usuluddin, kwa sababu si sifa zote, lakini kwa umuhimu wake na kwa khilafu ziliyoko imebidi ijadiliwe peke yake. Kama mimi sitaki kufungua darasa ya uadilifu, mimi nataka kuyajadili mambo kwa mujibu au kwa kadiri ya hii aya. Uadilifu, bila shaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mwadilifu, na aya za Qur'ani si moja, si mbili, si 10 zinazungumza masala ya nini? Ya uadilifu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nini maana ya uadilifu? Uadilifu
wanena wenye lugha kwa lugha fupi ni kukiweka kila kitu mahala pake. Hii ndio uadilifu. Kinyume chake ni dhulma, ni kukiweka kitu ambapo mahala sipake. Tukipiga mfano, wewe mwenye shamba utukuapo mai ukenda ukaunosha mwembe, ukaunosha mnazi, ukanosha mburu, uambiwa umefanya uadilifu kwa sababu umekiweka kitu mahala pake. Lakini wewe utukuapo mai ukenda ukanosha mimbilili na minga, utaambiwa kufanya uadilifu kidogo kwa sababu ukiweka kitu mahala pake. Umeyapeka mai mahala sipo pake, hapa hitajiki kuwekwa kitu kile. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ni mwadilifu kwa maana katika kugawanya kwake vitu, kila kitu hukiweka mahala pake, na panapostahiki hupoa kinachostahiki. Na kwa msingi huu tumpata Mwenyezi Mungu ni mwadilifu katika nyanja tatu. Kuna uadilifu wa uumbaji, kwa uita wanaita adala takwinia. Ni maana katika kuumba kwake Mwenyezi Mungu na katika kugawanya vitu mpaka viungo ni mwadilifu, kwa sababu kila kitu kimewekwa mahala pake. Hakuna kiungo, kama tunzani nimewahi kuzungumza mimi kwenye Ayatul Kursi, kimechowekwa ambao wakitafuta hakina kazi. Huyu ni uadilifu. Uadilifu wa nyanja ya pili waita ni al-adala tashri'iyya, kwa maana Mwenyezi Mungu ni mwadilifu katika uwekaji kanuni na sheria kwa sehemu mbili. Kila sheria anayoielewa yeye yamfaa mwanadamu na yamsaidia mwanadamu kumfikisha katika ukamilifu, Mwenyezi Mungu kwa mujibu kwa yeye ni mwadilifu kuibaini sheria kama ile, kwa sababu akitotupa atakuwa ametunyima chombo cha kutufikisha kwenye nini, mahala petu, hakuweka kitu mahala pake. Mwenyezi Mungu ni mwadilifu sehemu ya pili katika uadilifu wa kisheria, hatupi sheria iliyoko juu la uwezo wetu. La yukallifu Allahu nafsan illa wusaha. Mwenyezi Mungu hawezi kukupa sheria wewe kukuamrisha uruke. Ni wajibu wewe kila siku uruke mbinguni, kwa hali akujua wewe huwezi kuruka. Mwenyezi Mungu hamlazimishi kiwete kuswali kwa kusimama kwa sababu ajua ule hawezi. Hii ni katika uadilifu wa kuweka sheria. Sehemu ya tatu maita ni al-adlul jazai. Mwenyezi Mungu ni mwadilifu katika kulipa. Anayefanya mema yuwalipo kwa mema yake, anayefanya mabaya yuwalipo kwa mabaya yake. Huu ndio uadilifu wa kulipa. Aya hii tunayoisoma sisi yazungumza uadilifu huu wa sehemu ya tatu. Al-yawma la tudlamu nafsun shay'an wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Atuzungumzia Mwenyezi Mungu uadilifu wa hisabu wa malipo siku ya kiyama, ambao umezungumzwa na aya nyingi. Siku ya kiyama Mwenyezi Mungu hawezi kufanya sawa, kama anavyotwambia katika suratu Sad, am naj'alu alladhina amanu wa amilu salihati kalmufsidina fil ard am naj'alu almuttaqina kalfujjar. Ni mfikiri sisi tutawafanya wale walioamini na wakafanya mema ni kama wale waliokufuru na wakafanya ufisadi, au tutawajalia wema ni kama waovu? Ni kinyume cha uadilifu. Hawawezi kuwekwa sawa watu kama hao. Huu ni uadilifu unaozungumzwa hapa, ambao ni msingi muhimu katika hisabu. Je, mwanadamu katika maisha yetu ya duniani, tatizo kubwa tunalolikabili wewe popote, hiyo ni mahakama kubwa, ni toto, hata ni ya nyumbani, swala kubwa wakati kupatikana na tatizo, ima uwe ni mshtaki au ni mshtakiwa, ni uadilifu. Nitapoa haki yangu sipoi, nitapoa ninachostahili au sipoi. Msingi muhimu katika koti yoyote ni uadilifu, na kukikosekana uadilifu yote mengine hayana maana. Na kuwe na zombo, ndio ulimwengu umeendelea, zombo za ushahidi zimezidi kuwa zipana,
na zimezidi kuwa na hali ya uthibitisho wa zaidi, lakini jumla ya yote mwanadamu hana imani na makoti yanayoendelea, kwa sababu tu kumekosekana nini? Uadilifu peke yake. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu atutoa shaka hii, si muhimu zombo, atuhakikishia ni msingi muhimu wa koti huo, kwamba siku ya Kiyama uadilifu ndio utakao kuhukumu. Hakuna mtu atanyimwa kitu chake. faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Chochote kidogo, zamani walikijana kama tungu, walikuwa hawajui kitu kitoto zaidi ya tungu. Leo imekuwa kugunduliwa kuna vitu vitoto zaidi ya tungu, imekuwa dharra si tungu tena, sasa ni hicho kitoto zaidi. Ni kitu kitoto ambacho hakiwezi kuonekana kwa macho, takiona kama hiyo. Amali yoyote wewe mwenyewe katika kitabu zako kuitia, umefanya kheri, umegawa ile kheri yako ile, haiko kama hesabu. Kama kile kisa kitolewacho kimesihi akikusihi katika tafasul anbiya, yule bwana alikuwa ni bwana harusi wakati wa Nabii Allah Isa. Nimewahi kuwatolea kisa kama hiki. Nabii Allah Isa katika miujiza yake alitoa habari kwamba yule bwana hakamilishi harusi yake, atakufa. Watu wakaongoza, bwana harusi atakufa. Harusi kamalizika, bwana harusi akufa. Akarudiwa Nabii Allah Isa kwamba ni vipi, wataka kumsimangiza urongo. Nabii Allah Isa akamwambia tartibuni, mamkueni wa bwana harusi. Akakuliwa, akamuuliza kuna jambo gani zuri wewe umelifanya? Yule akamwambia wallahi kila nilikumbukalo ni ovu kushinda lingine, kwa sababu harusi yote inaendeshwa kwa misingi ya batil. Matembo, kila munkar ulikuwa kwenye ile harusi. Akamwambia kukumbuke kitu chochote hata kitoto. Yule bwana akafikiri akamwambia si kitambo karibuni nilikuwa nimetoka asubuhi nyumbani, mvua kali sana yanyesha. Katika kutembea kwangu nikapishana na mama mmoja mzee sana kibibi, ametota hajiwezi, nikamsaidia, nikamwepusha na ile mvua na kamtia kwenye njia yake ndani ya njia yake. Ndio Isa akamwambia basi hivyo nimemuokoa. Ndani mkafungue kwenye kile kiti alikuwa akibiumba na harusi, fungua ule mto, utaona habari yangu ilikuwa ni kweli. Watu wakitoka wakaenda wakifungua, kuna nyoka amekufa pale chini. Akaona huyu nyoka ndio alikuwa amuume huyu akiketi kwenye hichi kiti na afe, lakini kwa ile amali toto nzuri aliyoifanya, kuna amali hukuongezea umri. Kuna mambo fulani mema ukiyafanya hukuongezea nini? Umri. Huyu ndio mauti yake umri wake umeongezwa. Kitu yeye hakiko kwenye hisabu yake. Mfano tunawapa leo. Haya ni mambo yote utakwenda kuyaona siku ya Kiyama, ambao wewe hukuyatarajia kamwe kwamba haya mambo mema pengine, wala kuna hisabu za pepo kwenye mambo kama haya, uenda kuyaona kesho. Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Ndio hii al-yawma la tuzlamu nafsun shay'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Hii ni nukta ya kwanza. Nukta ya pili ni fikra wanaoita ya tajassumul a'mal. Kuna fikra kwa wanazuoni hususa wa sasa waamini kwamba hizi amali tunazozifanya ziwe mzuri au ziwe mbovu, hizi amali siku ya Kiyama zitadhihiri kwa mwili. Yani zitakuwa ni vitu kama zimezokuwa nguo ya kimaterial na kila mtu ataziona. Wameitoa wapi fikra hii? Wameitoa kwenye aya za Qur'ani. Nikisomea baadhi utakuta kama hii aya tunaisoma sasa yao, Mwenyezi Mungu atuambia faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara. Mwenye kufanya amali yoyote ya khairi ataiona ile amali yenyewe.
yatambia wawajadu katika suratul kahf, wawajadu ma amilu hadiran wala yadhlimu rabbuka ahada, watayapata yale walioyafanya yamewekwa ya pombe yao, yale ulioyafanya ya kungoja yule, wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun, malipo yako ni patali yako ulioipeka ya amali. Aya nyingine yatwambia usubakhili, wale wanaofanya ubakhili sayutawafuna ma bakhilu bihi yawm alqiyama, ule ubakhili wao utabadilika uwe ni nyonyoro ziwatatie shingo zao, ule ubakhili. Aya nyingine yatwambia yawma tajidu kullu nafsin ma amilat, ila nafsi tapata kilichokifanya. Mtume anatuambia adh-dhulmu dhulumatun yawm al-qiyama, udhalimu hubadilika ukaangiza siku ya kiyama. Kwa hivyo amali yako unayoifanya ikiwa ni nzuri yabadilika, ikiwa ni mbovu yabadilika yawa mambo maovu, na ndio mateso yako. Ndio ile hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam pia nimewatolea mara nyingi. Wale mafukara walitoka na delegation wakaenda kwa Mtume, masahaba wakamwambia, bwana matajiri hutuumiza. Kwa nini? Wakamwambia, sisi uswali na wao swali, ufunga na wao funga, kwenda nini ukatitikafu na wao ukatitikafu, lakini wao toa zaka sio zaka, wao enda haji sio kwenda haji, hutuumiza. Mtume akamwambia, nitawapa suluhisho. Akawafundisha baadhi ya dua, tuani subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar. Kisha akawaambia, kisha kina pande mbili, mimi nataka upande mwingine leo, kwamba ukiweka hii tasbihi ni mti wa umeza wewe kwenye nini, kwenye pepo yako. Ukiweka tasbihi fulani ni nyumba waijenga kwenye nini, kwenye pepo yako. Jamaa wakamwambia, atakuwa majumba mengi mno basi na miti itakuwa mingi mno. Akamwambia ndio, lakini msisahau kwamba kuna na mita hivyo, kwamba wewe itakuwa huku ujenga na huku ufanya mengine, ufanya nini, uvunda. Kwa hivyo hizo hesabu tunataka muzipige. Kwa hivyo hii yatuonesha kwamba zile amali zako unazozifanya zingine zabadilika, ndio ya majumba yako, na ndio ya mti wako, na ndio ya bustani lako, na ndio ya mto wako. Ndio hii fikra ya tajassumul a'mal, ambayo nyuma ilikuwa ikionekana ni jambo zito hivi. Wanazuoni wakawa hujaribu kuziawili hizi aya, wakapata malipo walioyafanya, sio yale yale walioyafanya, lakini hakuna dharura hiyo. Leo elimu yathibitisha baadhi ya vitu. Juma lililopita mimi nimewapa mfano kwamba leo uchunguzi wa kielimu umefika wakati waweza kuzishika zile sauti zilizopita nyuma, hata miaka 2000, hata miaka 3000. Ni nini kinachozilia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aziete amali kama hizi kwa nguo nyingine? Mali, ndugu zangu Waislamu, kuamini fikra hii siwaambii muiamini, lakini wale wanaoiamini wasema ni fikra yasaidia kutatua matatizo mingi yaliyoko kwenye siku ya Kiyama. Moja ni nukta ya tatu tutakao kuizungumza. Kwa hivyo aya hii ya asis masala ya uadilifu kwanza, kisha yatuonesha kwamba kile utakachokifanya yangu ndio utakachokwenda kukifanya nini, ukipokea. Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun, hamutolipwa isipokuwa yale yale mlikuwa mkiyafanya, ndio malipo yenu. Nukta ya mwisho ambayo pia hii aya yajibu ni masala au ni iskali, ni tatizo limetupwa kuwekezwa kwenye uadilifu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nayo ni fikra wanaoita tanasu baina dhambi wal uquba. Nasema siku zote kiakili ni lazima kuwe kutakuwa na kufanana. Kila kosa lina uzito wake, lina na ukubwa wake, na mateso,
malipo lazima yawe kwa kadiri ya kosa. Na nafikiri sitaki kuwapigia mifano kile kitu kiko wazi kwa akili. Leo huwezi kufananisha mwanafunzi amechelewa kula, kuna kosa na kipimo la lile kosa. Mateso kipimo la lile kosa. Mwanafunzi hakuya kabisa siku nzima, haiwezi kufanana na mateso yako. Sasa suala ni kwamba sisi tunapoisoma Qur'an na ahadi za Mungu anazozitoa na adhabu waliowekewa watu wa motoni, utaziona hazifanani, hakuna tanasub. Tawapa mfano masala ya hudud. Aya nyingi zinatuambia khalidina fiha, kwamba watu wataketi milele motoni. Nini milele? Hakuna mwisho, ni mamilioni ya miaka, ni mabilioni, hakuna mwisho. Sasa ukimpima mtukue kafiri wa kudunia, ameishi miaka 80 afanya ukafiri, vipi makosa haya anayofanya kwa kipindi cha miaka 80, huyo enda kutesa kwa mamilioni ya miaka? Kitakuwa ule muda baadaye bali wana moto wenyewe, kama tutakapokuwa kueleza mbele, namna uliona kiduko, namna uliona mateso ndani, ambao Mwenyezi Mungu katika hadithi umeelezwa namna umezowachwa na namna umezoandaliwa. Ni kwamba moto huu wa duniani, tukizungumza hesabu za percentage, tunaweza kunena hata 1% hauwezi kusikilia kwenye moto wa siku ya Kiyama. Ni vipi mambo haya? Uko wapi wana uadilifu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Hakuna uadilifu. Hawa wakunena maneno haya. Uadilifu kulikuwa kuona vipimo za kulipata, si namna hivi. Sasa aya hii ya jibu swali, lakini ulielewa jibu, ni lazima tutangulize vitangulizi ambazo zitatufafanulia mambo mengi na zitatusaidia kwenye kujibu mambo mengi. Vitangulizi au kitangulizi kimekusanya mambo mengi. Ni kwamba haya malipo, na kusudia sehemu ya kutesa, sikusudii sehemu ya thawabu, yako sampuli 5 na vitu ziko baadhi hataki akili nyingi. Kuna malipo tuyaita sisi au twaweza kuyaita ni malipo ya ihtibari, ya kuwekwa, malipo ya kuwekwa, ya kupangwa, kama haya yeo yanaongoza ulimwengu. Mtu akijekwa, kumeketiwa, kumepangwa kanuni ya katiba, kanuni ajepao atafanywa kadhaa, afanya kitu fulani atafanywa kadhaa, ampijao mezani wake atafanywa kadhaa. Yale mateso yanayopangwa sawasawa, ile nkoti ya Kiislamu si ya Kiislamu, azimio atapigwa mbati, ajepao atachukua mkono. Haya yote tunayaita ni malipo wadhiya, yani watu au ni sharia, kuna kuelewana na kuwafikiana tuweke malipo haya. Haya ni sampuli ya malipo. Bila ya shaka malipo haya ni lazima kile kitakachokuwekwa kiwe kitafanana na kosa. Madrasa, skuli, kamati imeketi, kuna kosa fulani limezidi kukariri, waweza kutunga nini? Sharia, kwamba sasa tutachukua hatua hii na hii. Uadilifu wa wafuati, waambia ni lazima ile hatua mtakazo kuzipanga kuzitukua zitanasibiana na makosa. Hapa bila shaka. Pili, malipo haya tukiyauliza nini lengo lake? Kwa nini watu wakaweka siku hizi? Kwa nini serikali zikaweka makoti na majela na viboko? Kwa nini? Kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza ni kuzuilia lisikariri kosa. Lau watu watawakwa, au wao umeua, ajepao umejeta, apijao wamepiga, hakutokuwa na hatua za kutesa ule mtu. Kwa hivyo tutasaidia kukariri makosa kama yale, ima kutoka kwake aliyokosa
au kutoka kwa mwingine akimtaba ule aliyekosa. Kwa hivyo lengo la kwanza ni kuziwilia kukariri yale makosa. Lengo la pili ni kumridhisha aliyekosewa, aliyedhulumiwa, kiwa amepigwa, amenyang'anywa, kwa sababu lau hakutowekwa mateso itapekea kila mtu achukue hatua kwa mkono wake, na wakati kukichukuliwa hatua kwa mikono ya watu utakwenda kuwa na ufisadi katika ardhi. Utazita ule alianza kumpiga kofi, ule akamrudishia kofi, kamuua ule, kukangia na kabila ya huyu, kukangia na kabila ya huyu, ndio mwingine akamwambia walakum fil qisasi hayatun. Katika kisasi ndio nyinyi mpata uhai, kwa sababu aliyepiga akipigwa utakuwa zita zimesimamishwa, hazitaendelea. Kwa hivyo aridhishwa ule aliyepigwa ili yeye achukue hatua. Malipo haya lakini hakuna siku ya kiyama. Usifikirie siku ya kiyama kwamba malipo ni haya. Siku ya kiyama si masala kwamba Mungu aliketi na mitume na malaika kukapangwa atakayekuzini tutamtia kwenye moto gani, atakayekusali tutamtia kwenye pepo gani. Hakuna malipo sampuli hii siku ya kiyama, kwa sababu sababu za kuweka malipo haya haziko siku ya kiyama. Sasa tukimuuliza Mwenyezi Mungu aweka malipo haya ili msikaririke madhambi, hakuna nafasi kwa tena madhambi siku ya kiyama, kwa sababu malipo yenyewe yatakuwa siku ya kiyama. Ukishakuadhibiwa siku ya kiyama, si kwamba tutachukuliwa kwa muda tuadhibiwe sababu haya ndani tena mkafanya amali. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu atutesa ili tusifanye nini? Tusirudie au mwingine asitutabe. Hakuna nafasi kama hiyo. Al-Imam aliyatambia al-yawm amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Leo ni kazi, hakuna malipo. Kesho ni malipo, hakuna kazi, hakuna kitendo. Kwa hivyo hakuna nafasi hiyo ya kufikiria malipo sampuli hili. Pili, Mungu wal-iyadhu billahi min dhalika hana hasira kwamba atakapozitoa. Lengo la pili pia hakuna, kwa sababu alikosewa nani? Tukifanya madhambi tunamkosea nani? Sisi Mungu. Kwa hivyo Mungu atutesa ili yeye apate kuondoa zile hasira zake, kusema dangana kaanza kutupiga kwa makofi. Hakuna fikra hiyo. Kosewa asipande ghadhabu, atachukua hatua kwa mikono yake, kutatokea ufisadi. Ni nani aliyekosewa? Ni Mungu. Sasa utakuta zile falsafa na sababu na malengo ya kuwekwa haya mateso ya kilimwengu, akhira hakuna. Kwa hivyo si makosa sampuli hiyo, yatoe kwenye hisabu. Na hapa ndipo penye sharuti ya kosa lazima lilingane na nini? Na lipo na kulipwa wewe. Sehemu ya pili, kuna malipo ya makosa yaitwa ni malipo takwimia. Hayo hayapangwa, ni maumbile. Yeo wewe ukitukua mwili wako ukapanda yule sakafuni ukaitosa, kosa si kosa ulilofanya? Ni kosa. Malipo utakayopata yapo, utavunjika, utakufa. Kuna watu wameketi kapanga kanuni hizo kwamba haitosao sakafuni huyo mbakuvunjika au mbakufa. Hayo ni malipo takuilia, ni ukifanya ya kufa. Yani kuna alaka wenyewe nena ni illia. Illa na maalum, ukitia mkono kwenye moto kwa kufanya nini? Utakuteketeza. Moto kuteketeza kwake hakupangwa mitini wala hakupangwa katiba ikaweka kwamba atia mkono kwenye moto adhabu yake kuteketea. Nafikiri maneno uzuri. Wewe ukinwa tembo waliyatu billah min dhalika, serikali ya Kiislamu itakulipa malipo ya sampuli ya kwanza, utapigwa mbali. Haya ni malipo lazima yanasibiane. Lakini tembo automatic lina madhara la kudhuru wewe kinafsi, kimwili. Madhara yale hayakuwa na mtu, ni sampuli ya pili. Drug za kutia wazimu hayakupangwa na mtu, ni athari ya lile kosa zenyewe kimaumbile na kufa. Hizo huwezi kuzipangia masala, lazima kuwe na tanasu. La, huwezi kule na bana kipindi nilichokunywa sumu dakika tano nyingi, mtu akunde kitu cha sumu hapo, kipindi anachofanya lile kosa dakika ngapi? 5 kuzifanya. Utakufa miaka mingapi? Maisha ala tu.
Kwa hivyo huwezi uwe unene mauti yake mbona yamekuwa marefu, alikuwa dakika 5 tu, kwa sababu tupate tanasubu baina ya nini ya kosa alifanya kwa dakika 5 na mateso yalikuwa dakika ngapi? Kwa dakika 5. Hakuna vipimo hizo kwenye makosa sampuli hii, na yapo hapa duniani. Ukitosa sasa kule utakufa maisha yako, kama utakuwa kitele maisha yako huendi. Ukisimama katikati ya barabara utakuja kwa na gari dakika kadhaa, lakini ima utapoza mwili zima maisha yako mpaka umalize umri, ama utakosa maisha. Na huwezi wote swali mbona ninapo namna hii hapa kuna uadilifu, kwa sababu hizi ni athari za kimaumbile. Hii ni sampuli ya pili. Sampuli ya tatu, pia haya sio yatakuwepo siku ya kiyama, lakini haya yatakusaidia kujibia kwa swali hapa duniani. Hapo mambo haya mateso huwa zaidi ya nini ya makosa uliyofanya. Siku ya kiyama kosa lako ndio litakalokuadhibu. Kwa ibara ya kielimu kuna alaka tu ittihad, lile kosa ndio malipo. Si maana kuna kosa kuna na malipo tofauti. Kuna kosa ni mbali na malipo ni mbali. Kiyama kosa lenyewe ndio malipo yako. Kwa hivyo kusema ya aya utabia kila mmoja alzamnahu tahirahu, kila mmoja atakuwa uwengete mzigo wake. Kwa hivyo kile ulichokipeka cha kuandama maisha yako, ulijikata mkono wako na kurudia kutoka mfano uweze kuelewa zaidi, kovu itakuandama maisha yako na uweze kuelewa mbona kovu hii haiondoki, ulijikata. Kwa hivyo wakati unapotuma mizigo yako siku ya kiyama, ile mizigo yako haikuepuki, amani haimuepuki mwanadamu. Sasa ni wewe ujiulize ni mzigo gani utakao kuupeka. Ukiupeka mzigo uzuri utakwenda kuishi nao maisha yako, ukipeka mzigo mwovu utakwenda kuishi nao maisha yako. Na hakuingii suala mbona hakunasibiani baina ya nini ya kosa na malipo, kwa sababu hayo ni masuala ya kweli, lakini hayaji kwenye malipo haya. Huya kwenye malipo gani? Ya sampuli ya kwanza ya kuketiwa na kupangwa na watu, akifanya kadhaa tutamlipa kadhaa, lakini masala ya kimaumbile hayaingii kitu kama hiki. Kwa hivyo uadilifu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haugongeki kwa masala haya, kwa kuna adhabu iko zaidi ya nini ya mateso. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwambia al-yawma la tudlamu nafsun shay'a, leo au siku hiyo haidhulumini nafsi yoyote kitu chochote, wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun, wala hamutolipwa nyinyi, msitarajie kuna siku zingine zitawekwa, isipokuwa yale ambayo kwamba nyinyi mmeyafanya ndio yatakuwa malipo yao. Nukta tatu kama hizi nimependa kuzifafanua ziengetwe na matumbo ya aya hii ambayo kwamba leo tulikuwa tuifasiri. Baada ya hapa sasa tutatoka na natija. Baada ya kuisabia uadilifu ni huo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupa grupu mbili, fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir, kundi la peponi na kundi la motoni. Sasa tunaanza na kundi la peponi. Mwenyezi Mungu atukwambia inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin ala al-ara'iki muttaki'un lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un salamun qawlan min rabbir rahim. Haya ndio mazungumzo ya darasa itakayokufuatia kuizungumza pepo na machache yaliyozungumza yaliyopo kwenye pepo na raha za peponi, ambazo zitakuwa ni msukumo wetu sisi kwa tabia ya tamaa ya binadamu tulionayo ya kuweza kufanya mema na kuweza kujitumia yale ambayo kwamba tunakwenda kuyapokea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atatujalia min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nafikiri leo tutasamehe hatutotoa nafasi ya suala na jawabu, kwa sababu tumefikiria wakati kuna hafla ambayo yafuatia baada ya hapa. Ukiwa kuna maswali yoyote yaandikwe na yahifadhiwe, inshallah darasa litakalokuja